Na mtazamaji, nipo hapa katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Convention Center mkoani Dodoma, ambapo kwa siku ya leo mkutano mkuu maalumu wa Chama cha Mapinduzi CCM unafanyika hapa, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mkutano huu umehudhuriwa na watu mbalimbali, viongozi wa chama, lakini pia wasanii. Na hapa nilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wasanii ambao wameweza kuhudhuria katika mkutano huu. Je, wanalipi la kuzungumza juu ya ushiriki wao na wana mategemeo gani juu ya Chama cha Mapinduzi? Kwangu kwanza, hii ni fursa kubwa kwa sababu natarajia kuwa mbeleni kuwa kiongozi, kuwa waziri. Kwa hiyo waziri lazima nianze kuwa na hudhuria vikao. Kwa hiyo niko serious sana, naangalia kila hatua na kila pointi, kwa sababu nikija kupewa haya madaraka, hii nchi nitaifanyia haki kabisa, na naamini watu wa kanda ya Ziwa wanajua kabisa nitakuja kuwaongoza. Kwa hiyo kanda ya Ziwa mjipange, sawa? Baada ya nadhani Msukuma akija kutoka huko atakuja kuniachia kijana wake. Kwa hiyo Wasukuma tunapeana zamu. Kwa hiyo nipo hapa kuhakikisha napata experience. Wakubwa leo tutangulia wanatufundisha ili tuendeleze mambo makubwa na mikakati mizuri ambayo inaendelea. Kwa hiyo kama mwanachama wa CCM, maana kuna maneno msanii sijui umeitwa, si wasanii. Sikilizeni, sisi wasanii ni watu na sisi tuna mapenzi. Ni sawa sawa na mtu kumchagulia timu. Wewe hatujui kuchagulia kuwa Yanga au Simba. Sasa mimi kwa CCM wewe inakuuma nini? Kila mtu achague chama chake. Hiki ni chama changu na wewe tafuta chama chako. Maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo I'm so happy. Nayo furaha kubwa sana. Kwa majina naitwa Priska Limo. Mimi ni msanii wa kike na pia ni influencer. Kwa sisi kama wasichana, kwanza kabisa jamii yetu imetuweka sisi nyuma kwenye mambo haya ya mikutano. Na tunamshukuru Mungu, sasa hivi tuna rais wa kike Mama Samia Suluhu, na sisi kuja kwenye mikutano kama hii ndio tunakuja kujua ilani ya CCM ni kitu gani. Tunaweza kujifunza mengi kuhusiana na mambo ya uchaguzi ya sasa, kwa sababu watu wengi wanajua wanawake, sisi hatujui. Na sisi pia tukishajua, sisi wanawake tuko wengi sana kwa Tanzania. So tukishajua vitu kama hivi itatupa sisi chansi kubwa ya kujua nani anafaa kuwa rais baadaye, na vitu ambavyo tunakuwa tunaongeza tu knowledge kwenye mambo ya mikutano. Yes. Nini matarajio yako leo baada ya mkutano? Kiukweli ni kujua kitu gani kimebadilika, kitu gani kimeongezwa kwenye ilani ya CCM, na vilivyoongeza vitatusaidia sisi wananchi au vilivyopunguzwa kweli vilikuwa vinachokera sisi wananchi. Ni vitu ambavyo nataka nijue zaidi. Jamani, ningependa kuambia kwamba uchaguzi ni haki ya kila Mtanzania. Haijalishi wewe ni kijana, ni mzee, lakini inabidi ufanye uchaguzi au upige kura, umchague kiongozi ambaye unamtaka kwa manufaa yako wewe na maendeleo ya nchi yako. Binafsi nimejiandikisha, niko tayari kwa kupiga kura 2025 kumchagua rais ambaye atanifaa mimi na nchi yangu kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa majina naitwa Bakari Kawina. Jina la usanii natumia Kawina. Hiyo ni jina langu la ukoo, na mimi kama kijana na ninapopata nafasi ya kujumuika au kupata mwaliko katika mkutano mkuu kama huu wa Chama cha Mapinduzi, kuna mengi ambayo najifunza kama kijana, na yote kabisa ni kwamba naweza kuifahamu vizuri zaidi serikali yetu tawala ya Chama cha Mapinduzi. Na nipo hapa kwa ajili ya kuja na kusikia pamoja na kuzindua ilani mpya ya chama 2025 mpaka 2030. Na kama kijana najivunia hilo, na ndio maana nilipopata nafasi ya kujumuika hapa basi sikusita kufika. Na tunaona juhudi pia kubwa zinazofanyika na serikali kupitia chama chetu tawala cha CCM, na tunaona mama akijitahidi na kupambana kwenye engo nyingi. Tunaona vitu vingi sana tofauti na miaka hiyo ambayo imeshapita huko nyuma. Tumeona maendeleo ya mji pamoja na taifa kiujumla. Lakini pia ili kwenye kupata viongozi walio bora, nadhani tuna vingi sana va kuangalia. Mfano mzuri tunao kama mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa naweza pia ili kupata chaguzi sahihi la kiongozi, basi mfano wangu bora ni rais.